makali yalianza majira ya saa 11 alfajiri ya Jumapili kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na wapiganaji wa wazalendo dhidi ya muungano wa waasi wa M23 AFC, RDF pamoja na Twirwaneho na Red Tabara. Yamechukua mwelekeo mpya baada ya FARDC kudai kuchukua udhibiti wa eneo la Mikenge na kuendelea kusonga mbele kuelekea Minembwe. Mapigano hayo yameripotiwa katika vijiji kadhaa vya Minembwe na maeneo ya nyanda za juu za wilaya ya Fizi na Mwenga mkoani Kivu Kusini. Mashuhuda wanasema milio ya silaha nzito na nyepesi imesikika tangu alfajiri, huku mapambano yakiripotiwa pia katika maeneo ya Kamombo, Bijombo na Mikenge. Mujibu wa chanzo cha kijeshi, baada ya kurejesha udhibiti wa eneo la Point Zero katika operesheni za hivi karibuni, FARDC sasa imedhibiti Mikenge na inaendelea na operesheni ya kusonga kuelekea Minembwe kwa lengo la kuimarisha usalama wa raia na kurejesha mamlaka kamili ya dola. Chanzo hicho kimeeleza kuwa mapigano yanaendelea katika mihimili mitatu ya kimkakati: mwili wa Tuwetuwe Mikenge Center, mwili wa Kalingi Minembwe, mwili wa Kakenge Minembwe. Afisa huyo wa kijeshi amesisitiza kuwa lengo kuu la operesheni ni kulinda raia wa Minembwe na kuhakikisha mamlaka ya serikali yanarejeshwa kikamilifu katika eneo hilo kama ilivyo katika maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kati ya operesheni zikiendelea, hali ya hofu na taharuki imeripotiwa miongoni mwa wakazi wa nyanda za juu. Baadhi ya familia zimeripotiwa kuhama makazi yao kwa hofu ya kuathiriwa na mapigano, hasa katika maeneo karibu ya mikondo ya mapigano. Hali katika Minembwe na maeneo jirani inaendelea kuwa tete, huku juhudi za kijeshi zikilenga kurejesha utulivu na kuimarisha ulinzi wa raia katika ukanda huo wa mashariki mwa DRC. Uwanja wa ndege wa Kisangani washambuliwa kwa droni. Shambulio linadaiwa kufanywa kwa kutumia droni limeripotiwa katika uwanja wa ndege wa Kisangani kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa taarifa za awali, droni 3 ziliripotiwa kuwasili kutoka upande wa kusini mashariki mwa mji huo zikilenga miundombinu ya uwanja wa ndege huo. Jeshi la FARDC limedai kuwa lilifanikiwa kudhibiti droni 2 kabla hazijafikia malengo yake. Hata hivyo, droni moja imeripotiwa kuangukia katika sehemu ya uwanja huo. Il avait 2 bombes. Avec une balai. Il était bien équipé. Katika tukio jingine linalozua hofu miongoni mwa wananchi, video inayosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha nyumba kadhaa zikiteketea kwa moto mkubwa. Sauti inayosikika kwenye video hiyo inadai kuwa tukio hilo linahusishwa na shambulio la waasi wa ADF NALU. Zela kokende nani ADF NALU côté le dimanche le 1er février. ADF NALU côté awa atombi biloko abombi bantu ndete koti awa
Usiku wa Jumamosi tarehe 31 Januari mwaka 2026 kuamkia leo, kumeripotiwa kuwa wapiganaji wa muungano wa AFC M23 waliingia katika mji wa Bukavu wakitokea eneo la Walungu. Kwa mujibu wa chanzo kinachodaiwa kuwa cha kuaminika, vikosi hivyo vinadaiwa kujiondoa tena ndani ya Bukavu na kuelekea bonde la Ruzizi kwa lengo la kuimarisha wapiganaji wao waliopo katika mji wa Sange. Taarifa hizo zinaeleza kuwa harakati hizo zinahusishwa na mkakati wa kujimarisha katika barabara ya taifa namba 5, barabara muhimu inayounganisha maeneo ya Bukavu, Sange na Uvira. Vile kuna madai ya uwezekano wa kuanzishwa kwa operesheni mpya ya kijeshi kuelekea mji wa Uvira. Kampuni ya taifa ya usafiri wa anga ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Congo Airways, imepokea rasmi ndege mpya aina ya Airbus A320, hatua inayotajwa kuwa muhimu katika mpango wa kufufua na kuimarisha shirika hilo. Ndege hiyo iligabidhiwa kwa serikali ya Kongo katika hafla rasmi iliyofanyika Jumamosi iliyopita jijini Kinshasa. Kupatikana kwa A320 unaongeza uwezo wa kampuni hiyo katika kusafirisha abiria na kuimarisha mtandao wa safari za ndani na za kimataifa. Akizungumza katika hafla hiyo, Paul Junga, mkurugenzi msaidizi wa ofisi ya naibu waziri mkuu wa uchukuzi na mawasiliano, alieleza kuwa hatua hiyo ni matokeo ya mchakato mrefu na wa kina ulioanzishwa kufikia maelekezo yaliyotolewa katika kikao cha 6 cha baraza la mawaziri cha tarehe 19 Julai mwaka 2024 na kudhibitishwa katika kikao maalum cha tarehe 7 Agosti mwaka 2024. Alisisitiza kuwa kupokelewa kwa Airbus A320 ni ishara ya dhamira ya dhati ya serikali ya Waziri Mkuu Judith Suminwa katika kuendeleza mpango wa maendeleo ya kampuni hiyo. Aidha, Junga aliwataka watendaji na wafanyakazi wa kampuni hiyo kuzingatia usimamizi madhubuti na wajibikaji wa hali ya juu katika mazingira ya kitaaluma yenye utulivu na kuaminiana ili kuhakikisha mpango wa ukosoaji wa shirika hilo unatekelezwa kwa mafanikio. Ikumbukwe kuwa mwezi Disemba mwaka uliopita, Congo Airways pia ilinunua ndege aina ya Embraer A190 yenye uwezo wa kubeba abiria 19, hatua iliyoashiria uwezo wa safari mpya ya kuimarisha sekta ya usafiri wa anga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.